tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2025 ilizunguka barua katika mitandao. Barua hiyo ilikuwa inajielezea kwamba imesainiwa kwa mkono wa Register of Societies, msajili wa taasisi, sio neno rasmi sana, lakini ya Register of Societies. Na pia mnafahamu kwamba kanisa na taasisi nyingine za kijamii zina mchakato wake wa kuomba kusajiliwa, na mfumo wake wa usajili uko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, na kuna wasajili mbalimbali. Kuna wasajili wa vyama vya michezo, kuna wasajili wa taasisi kama makanisa, kuna wasajili wa NGOs, na baada ya kupata usajili kila taasisi inapata hati ya usajili. Kwa hata kanisa Glory of Christ Tanzania Church na yenyewe ilipata usajili na ikapata hati ya usajili. Sasa sheria ambayo inasimamia zoezi zima la usajili mpaka kufutwa kwa usajili kwa in this context makanisa inaitwa Societies Act. Ina mchakato wake wa kisheria kama nilivyosema, kuanzia kanisa limit kwenye kanisa, sitazungumzia sasa taasisi nyingine, vyama vya michezo na nini, na narrow down kwenye dhana ya kanisa. Kuna mchakato wa namna gani kanisa linaomba kusajiliwa, kuna mchakato wa namna gani kanisa linasimamiwa, kwa sababu umma wa Tanzania ndio wamiliki wa matendo yote yanayofanyika katika nchi yao, ila kuna mawakala mbalimbali ambao wanasimamia taasisi mbalimbali kwa niaba ya umma. Sasa kwa upande wa makanisa kama sheria ingekuwa inasimama vizuri, msajili anasimama kwa ajili ya umma, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taasisi ambazo zimepewa usajili basi zinafanya matendo yake kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo zimewekwa na sheria, na act, tunaposema sheria. Sasa kama nilivyosema, usajili, uendeshaji, utoaji adhabu, na ikibidi kufutiwa na hatimaye kukata rufaa kwa kufutiwa hatua za ziada, zote hizo zimeainishwa na sheria. Nitajitahidi, kwa sababu nyie si wana sheria, lakini nitajitahidi kuwalisha kadi inavyowezekana bila mambo kuwa technical sana. Sasa barua hiyo ilijisemesha kwamba imetolewa kwa mkono wa bwana moja anaitwa Kihampa, ikisemekana kwamba yeye amesaini kwa mamlaka yake kama msajili Register of Societies. Lakini wote mtakumbuka kwamba kuna mambo makuu mawili kwenye ile barua. Jambo la kwanza ni kwamba barua ile ilikuwa haijasainiwa. Jambo la pili, kwa wale ambao mko makini, labda mimi nilipopost niliwaamsha na baadaye ikasambaa, ni kwamba kanisa letu linaitwa Glory of Christ Tanzania Church, na hati iliyotolewa kwa mkono wa msajili wa Register of Societies imeandikwa Glory of Christ Tanzania Church. Barua ile vyovyote ilivyo imesainiwa haijasainiwa, lakini kama in this context haijasainiwa, imeelekezwa kwa watu ambao wanaitwa Glory of Christ Church. Ni watu ambao hawahusiani kabisa na kanisa letu. Lakini wote mnafahamu kwamba immediately baada ya ile barua, na ile barua ilikuwa imeelekezwa kwa Askofu Josephat Gwajima, lakini pale chini imeandikwa Glory of Christ Church, na huko ndani maudhui yake ni kwamba usajili umefutwa na mara moja shughuli za Glory of Christ Church zimesimamishwa. Lingine la tatu ambalo ni la ziada ambalo haliwezi kuonekana kwenye barua, ambalo naliongezea tu hapa, ni kwamba barua ile imesambaa kwenye mitandao, lakini mpaka leo tunavyozungumza haijawahi kuwasilishwa haijawahi kuwasilishwa rasmi kwa uongozi wa kanisa. Kanisa lina viongozi wake wa kidini, juu kabisa yuko Bishop Josephat Gwajima, lakini kisheria kazi usimamizi wa mali na hata kushtaki au kushtakiwa ni bodi ya wadhamini, Registered Trustees. Kwa hata sisi kesi yetu tumefungua kwa majina Registered Trustees, ndio sheria inavyoelekezwa. Nataka kusema nini? Kwamba ile barua ilipaswa ipelekwe kwa bodi ya wadhamini. Lakini utaona pale imeandikwa Bishop Josephat Gwajima, lakini hata kama ingekuwa ni sahihi kisheria hivyo, kwa sababu ndio mkuu wa kanisa, lakini kanisa lilotajwa sio la kwetu. Na usiku ule wa tarehe 3 wakati watu wanafanya ibada
ya maombi, kwa kuna mfungo wa kuombea taifa letu na kumwombea Tundu Lissu na maombi mengine ya kawaida. Jeshi la polisi lilivamia kanisa na liliwakamata waumini wapatao 98. Okay, fine. Yeah. 98, na mpaka kipindi hicho ofisi yangu ilikuwa tayari imeshapewa kazi ya kusimamia maslahi ya waumini, viongozi wa kanisa. Basi nilitoa wakili na mimi nikana coordinate kutoka nilipokuwa mpaka siku ya pili ya tatu tukafanikiwa kupatia dhamana watu karibia wote, unless nipate taarifa nyingine ambayo sijaipata mpaka leo hii. Lakini tunataka kusema nini? Tunataka kusema kwamba jeshi la polisi lilijinafasi kama nilivyosema baadaye kupitia kwa kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam kwamba linazuia shughuli za kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kutokana na kufutwa kwa kanisa huko. Of course swali linalojitokeza la kisheria na kimantiki kwamba kama ile ndio barua yenyewe vyovyote ilivyokuwa huko mitandaoni imezuia mtu anaitwa Glory of Christ Church, hawa wanaokamatwa na kutangaziwa na kusema Gwajima kama haridhiki akate rufaa, uhusiano kati ya hizi dhana mbili ni upi? Lakini kama nilivyosema, bahati mbaya mambo ya kisheria huwa hayatatuliwi barabarani. Mambo ya kisheria kwa sisi wanasheria tunafahamu forum ni moja tu, mahakamani, kwa sababu utatua barabarani hiyo inakuwa ni anarchy, sio utawala wa sheria. Hata kama kuna watu wanavunja sheria, lakini sisi tunajitahidi kuwarudisha kwenye mstari kwamba sisi kama kanisa tunaamini katika utawala wa sheria, na ndio maana kanisa halikwenda kukodisha labda mabouncer au nini, lenyewe ni kanisa. Ukisema tu kanisa nafikiri inaeleweka, unyenyekevu, kutumia busara, kuwa na utulivu, na hayo yote yalipelekea kutafuta wakili aweze kupigania sasa haki. Kwa hiyo mara baada ya sisi kufahamu hayo yaliyotokea, kama nilivyosema, tulisimamia zoezi la kuwapigania kwa dhamana wale waumini na viongozi ambao walikuwa wamekamatwa, na baadaye wote walifanikiwa kuachiwa. Lakini pia tukachukua hatua sasa za kisheria, tukafungua shauri mahakamani, shauri ambalo at least numbers sasa zisiwe muhimu sana kwenu, lakini kwa sababu mimi ni wakili nimesimama hapa, ni maombi namba 13189 mwaka 2025 kati ya the registered trustees of the Glory of Christ Tanzania Church dhidi ya msajili Register of Societies, wanachama mkuu wa serikali pamoja na Inspector General wa polisi. Kwa nini msajili? Kwa sababu yeye ndio mwenye mamlaka nilivyosema ya kusajili na kudiregister the societies kama kanisa. Mwanachama mkuu wa serikali kwa sababu sheria inasema unaposhtaki mamlaka, taasisi, wizara au idara ya serikali au mtumishi wa umma, unapaswa pia kumuunganisha mwanachama mkuu wa serikali hata kama yeye kama ofisi yake huna shida naye. Kwa nini Inspector General wa polisi? Kwa sababu yeye ndio reji nafasi kwamba anasimamia kufutwa kwa kanisa. RPC wa Mbeya, ZPC kwa maana kamandi maalum ya polisi ya Dar es Salaam, wote wako chini ya mwamvuli wa IGP, na huyo ndio ambaye anashtakika. Kwa tulimshtaki huyu tukisema kwamba yeye anatekeleza kinachoitwa amri ya kufutwa kwa kanisa. Kwa tukafika mahakamani kwa haraka sana. Bishop Reverend Caleb nafikiri alisaini usiku ile hati ya maombi, amesaini mpaka vitu tafutani mpaka saa 5 saa 6 mpaka watu akashindwa kulala. Tukamwambia usilale tafadhali, hizi ni vita, kwa akasaini. Tukakimbizana, watu wakaja Dodoma wakaifaili. Ilikuwa ni mapambano ya haraka kidogo kwa hiyo tulipigana vita na bahati nzuri mpaka tarehe 4 tukaruka viunzi vingi na kesi yetu ikawa imeingia mahakamani. Kwa haraka mahakama ikajitahidi ikatuita tarehe 6 kwa ajili ya, kwa sababu tuliomba maombi yafuatayo. Kwa kawaida kesi inaendeshwa pande mbili. Kesi kifunguliwa, upande wa pili umepewa nafasi pia na yenyewe ya kujibu. Wewe unaweza kusema huyu amevamia shamba langu na nini na nini. Upande wa pili unaalikwa, unasema hapana, aliyevamia actually ndio yule aliyewahi mahakamani, mimi na hati zangu hizi. Kwa hiyo ni namna utekelezaji wa ugawaji haki kwamba upande wa pili lazima na wenyewe upewe nafasi ya kujitetea.
bila kujali kwamba nani kipindi hicho ndio ana haki, kwa sababu mahakama inahitaji kuwa na fakti zote mbele yake ili iweze kupima sasa kwa ushahidi na iweze kuona inatoa uamuzi kutokana na hicho kilichoko mbele yake. Kwa hiyo tuliomba kwamba wakati wenzetu au tuliowataja watatu wanapewa nafasi, maana sisi tumefungua maombi yetu yakiambatana na kiapo pamoja kama kusema kwa niaba ya bodi ya wadhamini ya kanisa ilisainiwa na Bishop Karib, kwa sababu ni mojawapo ya wadhamini, ni mojawapo ya Registered Trustees. Kwa hiyo na wenzetu nao wanapaswa kupata nafasi ya kujibu hoja zetu, alafu mahakama iende kazipime. Kwa hiyo tukasema kwamba wakati wenzetu wanapata nafasi ya kujibu hoja, basi kanisa liruhusiwe kuendelea na shughuli zake. Natumia lugha hiyo kwa sababu kama nilivyosema, sitaki kutumia technical terms kabisa, sivyo 100% tulivyosema, lakini najaribu kutafuna kwa mlaji wa kawaida hawezi kuelewa, kwa sababu nikienda kabisa ile kitechnical tulivyoomba inaweza pamoja na zoezi hili bado watu wengine wakawa hawajaelewa. Kwa hiyo tukaomba kwamba, nasema tu kwa ujumla wake kwamba kwenye sehemu ya kwanza ya maombi tuliomba kwamba wakati tunasubiri wenzetu walete majibu yao ya hoja zetu mahakamani, basi mahakama iruhusu usajili wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church uendelee kubakia vile vile mpaka pale maswala mengine yote yanayolalamikiwa, barua imesainiwa hajasainiwa, kanisa limetajwa jina hili lakini hivi mpaka sasa hivi sheria inasema kabla hujamfutia kanisa usajili, kifungu cha 17 kinasema kabla hujamfutia kanisa, cha sheria ndio inasema Societies Act nasema kabla hujafutia kanisa usajili lazima uwape notice. Lengo la notice ni kwamba umpe nafasi ya kujitetea. Mimi kama kusema ni wakili, nyinyi wengine hapa ni viongozi mnafahamu Biblia zaidi, lakini mfano wa mwanzo kabisa kwenye mafundisho ni kwamba hata Mungu ni omnipotent, lakini bado alimuita Adam na Hawa. Alijua kwamba wameshafanya nini, alikuwa hana haja ya kupata ushahidi kutoka kwao, lakini aliwaita bado. Kwa hiyo tangu enzi hizo sehemu muhimu ya ugawaji haki ni kwamba unamuita mtu hata nyumbani kwako kwa wenye watoto, hata kama unajua kabisa, unamwambia hebu njoo niambie kwa nini umefanya hivi, hata kama umeshapanga na adhabu na umeshajua kwamba amefanya kitu hicho. Kwa hiyo ni sehemu muhimu ya ugawaji haki, kwamba ni lazima umpe notice yule ili aweze kukwambia, hata kama baada ya kumsikiliza uamuzi wako usingebadilika, lakini lazima umpe notice. Kwa kifungu cha 17 cha Societies Act kinasema kwamba msajili kwa Register of Societies kabla hajachukua uamuzi wa kufuta usajili lazima atoe notice kwa kanisa, taasisi husika, lakini ninasema kwa sababu najaribu iwe rahisi kwa mlaji kwenye hii context, sema alipaswa kutoa notice kwa kanisa. Kwa hiyo na pia tunasema kwamba maamuzi yanatekelezwa, lakini hata hiyo amri yenyewe sasa ya kufuta bado mpaka kesho kanisa halijapewa, na Inspector General wa Polisi kupitia kwa maafisa wake kama nilivyosema wameon hiyo barua, hata kama haijakuwa served na inataja kanisa tofauti na inayo mapungufu ikiwemo ya kutosainiwa na mengineyo. Kwa tulisema kwamba basi wakati hoja zinasubiriwa kutoka upande wa pili, kanisa liruhusiwe kuendelea na shughuli zake kwa muda huo mpaka pale ambapo mambo yatakuwa yamekamilika mahakamani, ili mahakama isikize pande zote mbili na kutoa uamuzi. Sasa kabla ya yote wenzetu walikuja na pingamizi la kisheria kusema mahakama haina mamlaka na nini, na mnamo tarehe 6 baada ya mahakama kutusikiliza ikatoa uamuzi ikasema hapana, yenyewe ina mamlaka, ikatupia mbali pingamizi yote na upande wa serikali, ikasema yenyewe ina mamlaka kamili na masuala mengine yote kama hapa yajadiliwa wakati wa ile kesi ya msingi. Tukapangiwa tarehe 10 mwezi huu. Hiyo tarehe 6 tulisikiza kwa njia ya mtandao na tarehe 10 tusikizwe pia kwa njia ya mtandao, lakini ile tarehe 10 kuna mambo fulani yalijitokeza ambapo sina haja ya kuyazungumza huku. Mahakama ikasema basi tunaishia hapa tulipoishia, ila tarehe 13 tutakuja sasa kumalizia kipande kilicho baki. Kwa leo tarehe 13 tulifika mbele ya Mheshimiwa Jaji Masabu, tulikuwa ambao tulikuwa pale mahakamani, nafikiri wote, ila nafasi ilikuwa finyu. Kwa awali tulikubaliana na watu wa IT pale mahakama kuu kwamba arrangements zingefanywa kwa vyumba vile vya mahakama viwekee video, alafu sisi baadhi tuingie kwa jaji
halafu waweze kurusha live, lakini baadaye na maelekezo tukabidi tufuate maelekezo ya jaji baada nafikiri kuonekana kwamba kuna changamoto moja au mbili kwamba tukaingia chemba watu wachache. Kwa hiyo poleni kwa hilo, najua wengi mngependa kusikiliza kesi yenu moja kwa moja, lakini kama nilivyosema mahakama sio mali yetu, ni mali ya mahakama, kwa lazima tufuate maelekezo. Lakini tulikuwepo na kina Reverend Baraka, Reverend Wana Mapinduzi, Reverend Biagaze. Kwa mahakama imetoa uamuzi na kusema kwamba aliyekuja mahakamani anaitwa Glory of Christ Tanzania Church. Aliyefutiwa usajili kwa mjibu wa barua hile ni Glory of Christ Church. Kwa sababu sisi tuliomba kwamba mahakama iache hali kama ilivyo, kwamba kwa kuwa mpaka sasa hivi kanisa la Glory of Christ Tanzania Church halijafutiwa usajili kwa barua au taarifa yoyote, lakini bado kunaonekana kuna matendo ambayo yanasimamia ufutwaji ule, basi hali ya usajili wa kanisa iachwe vile vile, shughuli ziendelee mbalimbali. Manake tulitoa hoja kwamba implications ni nyingi. Mpaka sasa hivi unapofutia kanisa, manake ni kwamba mali za kanisa zinaelea, akaunti za kanisa zinaelea, ajira za watumishi wa level mbalimbali za kanisa zinaelea, maslahi ya kiroho ya waumini wa kanisa yanaelea. Watu hata hawajui sasa wanamwabudu vipi Mungu kupitia kwa kanisa ambalo wamechagua kuumini hilo. Kwa implications za kisheria na za kiroho ni nyingi. Kwa hiyo tunasema wakati mambo mengine yanabishaniwa, hebu hali ibakie kama ilivyo. Lakini jaji katika uamuzi wake ambao na usummarize amesema kwamba yeye kwa hatua hii anasita kutoa amri za muda za zuio ku maintain status quo, kwa sababu anasema kwamba sisi wenyewe tumesema kanisa letu mpaka leo halijafutiwa usajili. Kwa sasa yeye azuie nini? Najua hapo mnaweza mkaona kuna tatizo. Kuna tatizo kwamba kwa upande mmoja kuna watu wenye nafasi za juu kabisa wanasema kanisa hili limefutiwa, na wamekwenda mpaka kutekeleza kwa kufunga makanisa, kukamata watu, kuweka tepe kwenye makanisa karibia yote nchini. Kwa sababu gani wanasema kanisa limefutiwa usajili na msajili wa makanisa? Lakini kwa upande mwingine kama tunakwenda kuelezea, kuna watu wengine taasisi mbalimbali zinasema kwamba no. Wewe mwenyewe unasema kwamba hujafutiwa. Sisi kesi yetu ni kwamba sisi hatujafutiwa usajili mpaka kesho. Hamna taratibu hata moja ya kisheria ikiwemo hata ya kupewa notice, hata kutaja jina letu, basi kutajwa mahali popote hatujatajwa. Lakini kuna watu wanatuingilia, tunaomba tupate kumbato au zuio la muda. Lakini sasa unaweza kaona kwamba pia kuna changamoto hapo kama nilivyosema, ambapo jaji ameitolea uamuzi kwamba sasa kama nyinyi hamjafutiwa usajili, mimi nizuie nini? You see, naelewa sentiments zilizopo, lakini mimi kazi yangu sasa ni changamoto naipokea, halafu naangalia naendaje mbele kuitatua. Kazi yangu kwa sasa ni kutoa report na sio kutoa maoni, isipokuwa kwenye eneo moja tu. Sasa wakati tuko mahakamani, kabla ya kwenda mahakamani, nirudi nyuma kidogo, naomba mnisamee. Baada ya kufutiwa, sheria inasema kifungu cha 17 kinatoa mamlaka kwa msajili, cha Sheria Societies Act kinatoa mamlaka kwa msajili wa makanisa. Nimeita tu makanisa, lakini Register of Societies ndio jina rasmi. Kabla hajafuta, kusema awali, kabla hajafuta usajili wa kanisa anapaswa kutoa notice. Na notice ikishajibiwa na nini, ndio anaweza sasa kutokana na alichokiona mbele yake anaweza kufuta huo usajili. Kifungu cha 19 cha sheria hiyo kinasema kanisa ambalo limefutiwa usajili linaweza kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa Register of Societies kwa waziri wa mambo ya ndani. Kwa sisi kuna principle inaitwa exhaustion of local internal remedies, kwamba huwezi kwenda kwenye hatua nyingine ya ziada mpaka kwanza umalize ule utaratibu wa ndani. Hata kanisa nafikiri kuna utaratibu kwamba mtu ambaye kunapotokaba mgogoro kati ya kiongozi wa ngazi fulani na labda na register trustees, kabla unaenda mahakamani lazima upitie kati rufaa sehemu fulani. Ukienda kwingine unapiga pingamizi kwamba maliza kwanza ndani ndio njoo kwetu. Kwa hata kwenye huu mchakato wa kupambana na kufutiwa usajili unapaswa kwanza ukate rufaa kwa waziri. Kwa sisi tulikata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani. Nafahamu kama nitakavyoenda kuelezea, hata uongozi kuelewesha ilikuwa shida kidogo kwamba hivi kweli kabisa unategemea waziri wa mambo ya ndani atasiza rufaa yetu na kutufungulia wakati mapolisi ni bosi wao, ndio huyo waziri wa mambo ya ndani.
lakini nikawaelewesha kwamba no, swala sio sentiment, swala ni sheria, ndivyo ilivyo, ukiruka hatua utakwenda kukwama kirahisi tu. Kwa tukaandika barua ya kukata rufaa, sababu zikiwa hizo ambazo nimejaribu kuzielezea, hizo sitaki kuwachosha sana. Na kwa tulivyoenda mahakamani tuliomba zuio la muda mfupi kama nilivyosema, kusubiri kesi ya msingi wenzetu wakijibu hoja, lakini kwenye maombi ya kusikiliza pande zote mbili tulisema kwamba hoja zikishaletwa za upande wa pili, mahakama isikilize na iamue iwapo inaona inafaa kuzuia kwa muda kufuta usajili kwa kanisa na au kanisa kuruhusiwa kuendelea na shughuli zake, wakati rufaa kwa mujibu wa sheria inachakatwa na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, kwa sababu bahati mbaya sheria haijaweka ukomo kwamba waziri anachukua muda gani kuamua rufaa. Anaweza sheria yani anaweza kukaa mwaka mmoja, miaka miwili. Court tunasema kwamba mahakama ni kwamba sasa hatujui kwa wakati anachakata rufaa, hebu mambo mengine yaendelee. Akiona rufaa yetu haina mashiko, tutajua mahali pa kwenda. Akitukubalia basi tutakuwa tumerudi na hakuna hasara inopatikana. Sasa wakati tuko mahakamani, kama nilivyosema, tarehe 4 kesi tumeifaili, tarehe 6 tukaitwa. Inaonekana tarehe 6 hiyo labda wakati tuko mahakamani, kwa mkono wa waziri wa mambo ya ndani tuliandikiwa barua, ofisi yangu ya mawakili iliandikwa barua yenye kichwa cha habari rufaa ya kupinga uamuzi wa msajili wa jumuiya za kiraia wa kulifutia usajili kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Nitasummarize tu. Mheshimiwa msajili anasema ameshindwa kuendelea kushughulikia rufaa yetu kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza, anasema kwamba rufaa ilipaswa ipitie kwa katibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini yenyewe imekwenda moja kwa moja kwa Waziri wa Mambo ya Ndani. Nitasema baadaye hoja hii tulijibu kirahisi tu kwamba okay, at the end of the day vyovyote itakavyokuwa, si rufaa iko mbele yako. Yani does it real matter kwamba umealikwa katika ripoti hii ya wakili, uongozi umesema ingilia mlango huu, ukaingilia kwa mfano, hata kama ingekuwa kweli ukaingilia mlango ule, hiyo inatosha kusema kwamba toka usisikilize ripoti ya wakili. Kwa ni kitu ambacho kuna barua tumemjibu, tumeeleza kwamba hiyo sio hoja kabisa. Ya after all yeye mahali ambapo labda kanuni zinasimamiwa sana namna ya kuingia na kutoka ni mahakamani, sio kwenye hizi vyombo vingine vya kugawa haki. Lakini mimi nasimulia majibu yake kama alivyo jibu. Hoja ya pili sasa ambayo ndio nataka wote tuwe makini kidogo, kwa sababu ni ambayo sasa kuna watu ambao baada ya kusikia kama hawana hii barua huko, hao wafanya maamuzi na watekelezaji kama hawana hii barua, basi katika aya ya pili anasema hivi kwamba barua inayodaiwa kuwa ndio msingi wa rufaa ni barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara, hasa kwa kuzingatia kuwa barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia. Hivyo ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya sura ya 337 hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church au kanisa la Ufufuo na Uzima, wakati mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Narudia tena, inasema hivi kwamba barua inayodaiwa kuwa ndio msingi wa rufaa ni barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara, hasa kwa kuzingatia kuwa barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia. Ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya, yani Societies Act sura ya 337, hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church, almaarufu kama wenyewe alivyoandika kanisa la Ufufuo na Uzima, wakati mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Kwa yoyote mwenye akili ya kawaida, kwa yote ambaye anafahamu sheria hata kidogo tu, tayari anaona hapa kwamba wale wote, bila kuingilia hoja zilizoko mahakamani, maana sisi mawakili tunabanwa na kanuni fulani za kimaadili, bila kuingilia hoja ambazo zilizoko mahakamani,
swali ambalo linapaswa lijibiwe na hao waliokwenda kufunga makanisa yetu au yenu, hao ambao wamejitokeza na kutamka hadharani kwamba wanatekeleza amri ya serikali ya kufuta kanisa. Wao hiyo amri imetolewa, ambao wanaitekeleza ni amri hipi? Ni hii ambayo inasemekana sio halali kwa kuwa haijasainiwa, au ipo nyingine? Kama ipo nyingine, tunawaalika wajitokeze hadharani, waishie na umma na watuambie hiyo barua kwa nini mpaka leo haijafikishwa. Lakini zara au barua nyingine, kama nilivyosema, na kuwa mwangalifu, kwa sababu mawakili tuna maadili yetu, na kwa sababu kesi iko mahakamani kuna mipaka fulani si ruhusiwi kuivuka. Lakini majadiliano ya kisheria ndani ya mipaka ya staha yanaruhusiwa, na watu wanapoenda, wanaosikiliza, wanaokwenda huko, kuna mawakili wenzangu nao nawaalika wajaribu kulijadili hili, kwamba hivi ni halali kiasi gani kwa makanisa ya Glory of Christ Tanzania Church kufungiwa kufanya shughuli zake katika context ya namna hii. Barua inasema kabisa kwamba kwa mjibu wa mkono wa huyu waziri wa mambo ya ndani, kwamba kanisa lilofutiwa usajili, yani kwa mjibu wa hiyo barua hiyo ambayo kama nilivyosema inazunguka mitandaoni, na barua hiyo ndio ambayo watu wamejinasibu kwamba wanaisimamia. Mwenye wizara anasema kanisa lilofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church na sio Glory of Christ Tanzania Church. Kama nilivyosema awali, barua yenyewe inajielezea tu. Kwa hiyo kama kweli tungekuwa tunafuata sheria, bahati mbaya nimewaona watu kadhaa na wengine na waheshimu kabisa wakisema kwamba kuna amri ya serikali inatekelezwa. Na waalika hiyo barua kama ipo tofauti na hii iliyozungumzwa kwenye barua hii ya waziri, basi barua hiyo washare na sisi ili tuishughulikie barua hiyo nyingine. Na kama kwa context hii haya ndio majibu, hiyo barua wanaoisimamia, hebu wajiangalie kwenye kioo, wote wanaohusika wajiangalie kwenye kioo kwamba hivi ni halali kweli kufungia shughuli za kanisa katika maudhui kama haya. Yaani tena kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Kwa nini wasiende kutafuta kanisa la Glory of Christ Church ambalo ndilo barua lilivyoandikiwa? Kwa hiyo kama nilivyosema, bila kuvuka mipaka ya kuna sisi kanuni yetu inaitwa sub judice rule, kwamba swali kwa mahakamani hautaki kulichimbua sana mpaka mizizi yake, lakini jukumu langu ni jukumu la kuripoti na kutoa maoni yangu kwa wale walioniajiri, kwamba maoni yangu ya kisheria juu ya kinachojiri ni nini. Na naamini kabisa kwamba kama sheria ikifuatwa, basi tepe zote ambazo zimewekwa katika makanisa yetu zinapaswa ziondolewe kutoka tarehe ya barua hii. Lakini bahati mbaya uamuzi huo sio wa kwangu mimi. Na waumini wa kanisa hawawezi kushika marungu wakaenda kuwatoa pale. Na ndio maana kama nilivyosema awali, uonevu wa hali ya juu. Lakini tupige moyo konde. Safari kama hizi huwa ni ndefu kidogo, zinaumiza, zinachosha. Kama mimi wakili wenu, kama nilivyosema, unakimbizana, unapiga simu na Reverend Baraka mpaka singine unashindwa kupokea, kwa sababu unaona nikipokea tuongea dakika 10, muda wa kuandika makaratasi utaondoka. Unapiga simu 10. Yani ni kazi ambazo hazikuwa na sababu kupeana, kwa sababu kama nilivyosema, kwa barua hii tu ukiisoma kama ilivyo yani hakukuwa na sababu ya kufika hapa tulipo kabisa. Yani hakukuwa na sababu hata mimi kusimama hapa kuanza kuelezea haya. Ilitakiwa saizi mimi niwe nafanya shughuli nyingine, na huko kanisani watu wanaendelea kuliombea taifa letu nchi nzima. Lakini sasa kwa Kiingereza wanasema it is what it is.
Yeah. Kwa katika aya 3 ambapo of course ameongea mambo ya kisheria kidogo, anasema kwamba malalamiko yamewekwa dhidi ya msajili wa jumuiya za kiraia, yani kwamba imechanganywa terms. Mara moja inazungumzwa msajili wa jumuiya za kiraia na mara nyingine inazungumzwa msajili wa taasisi za kiraia. Hii sio hoja, na tumemjibu kwamba pote ambapo tulikuwa tunazungumzia neno la Kiswahili ambalo labda lina utata, tunaweka kwa Kiingereza kwenye mabano ili kama sheria, kwa sababu sheria imeandikwa kwa Kiingereza. Kwa mahali popote ambapo tulikuwa tunazungumzia hoja ya hata mimi unaona hapa kuna maeneo mengine nalazimika kusema kwa Kiingereza ili nisiye nikatoa tafsiri sio rasmi afu ikachanganya watu. Kuna na seek safety kwenye neno la Kiingereza, hata kama yani mtaona kama najifanyisha, lakini no, ni makusudi kwamba yeah, after all kanisa lenu limesajiliwa kwa jina gani? Si la Kiingereza. Kwa hiyo sidhani kama hiyo ni shida kubwa sana. Kwa hiyo ndio barua, na Mheshimiwa Waziri anasema ameshindwa ameshindwa kushughulikia rufaa yetu kwa sababu hizo. Lakini nasisitiza kwa wale wote ambao wana macho na masikio, aya ya 2 ya Mheshimiwa barua ya Mheshimiwa Waziri, na bahati nzuri nimejiuliza sana hata leo kabla ya kuja hapa, nimepiga simu na mbili ofisini kwamba watu wangu waangalie ile bahasha ambapo barua ile iletwe, hapo kuna muhuri wa siri. Kwa hiyo nimeshare kwenu, na nilishare na viongozi wachache tu kwa sababu mbalimbali zikiwemo za kimkakati, lakini kwa nataka nijiridhishe barua hii uzuri haina muhuri wote wa siri, na ndio maana maudhui yake nimeshare kwenu. Manake kuna sheria mbalimbali kwenye nchi yetu, na wakili unapaswa kidogo uwe makini, especially wakili ambao unafanya mapambano ya aina hii. Sio kwamba ni kazi maamuzi mepesi kidogo, ni maamuzi mazito sana, ni basi tu. Kwa hiyo baada ya kupata hiyo barua tarehe 9, barua ilifika ofisini kwangu tarehe 9, na baada ya kufika tu ofisini kwangu tukaandika barua kwa msajili, kwa waziri, tukiomba kwa ujumla kwamba tunaomba atuthibitishie kwa maandishi iwapo barua hii ambayo nimeirejea sasa hivi ni halali na imeandikwa kwa mkono wake. Sababu zake ziko very obvious kwa mtu ambaye akili yake inafanya kazi kwa haraka, kwa sababu kuna barua ambayo watu wanasimamia, wamekamata watu wetu, wameweka tape, wamefunga makanisa, wamefanya ma press conference kusema siyo nini, baadaye watu wanakuja kuikana. Hii na yenyewe barua hii ambayo tayari inasema kanisa la Glory of Christ Nazarene Church lenyewe halijafutiwa usajili, na hiyo barua hawaitambui, hii barua ni ya waziri kweli? Manake baadaye tena na yenyewe sija katoka mtu akasema hiyo sio ya kwetu. Kwa tumeandika barua nyingine tukiomba wizara ithibitishe barua hii kama ni kweli ni Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo barua tumeipeleka kwa email, na nafikiri physically pia watu wangu watakuwa wameshaifikisha. Lakini pamoja na hayo pia na katika barua hii tumesema kwamba kutokana na huu msururu wa huyu anasema hivi, huyu anakanusha hichi, hebu tupate clarity kuhusu hii barua ambayo inasemekana ni ya waziri, ni ya kwake kweli? Hasa narudia kwa mara nyingine tena, hasa kipengele cha 2. Hichi kipengele hivi, hawa watu ndio maana tumetaka uthibitishwa kweli kabisa hawa walioyafanya waliyafikiria in the context ya hiyo kilichofanyika, au kuna swala lingine la ziada. Kwa ndio maana tumetaka uthibitisho. Tarehe 10 mwezi huu pia nikaandika barua nyingine nikimjibu Mheshimiwa Waziri on the assumption kwamba ile barua ni ya kwake kweli. Umeona tofauti ya wakili na mtu mwingine? Kwanza nimeomba uthibitisho kwamba barua ni ya kwako, nasubiri, kwa sababu hii barua tutaitumia mahakamani na mara pengine. Kwa usio tunasema usio kauziwa kanyaboya kwamba hebu thibitisha ni ya kwako sio ya kwako, lakini at the same time kazi nyingine zinaendelea on the assumption kwamba ile barua ni ya kwake kweli. Kwa nikamjibu wa barua tarehe 10 nikipinga hoja zake zote alizozitoa kwenye barua, nikiashumu kwamba ile barua ni ya kwake kweli. Kwa nimemjibu tu kwa ufupi kwamba hoja ya kwamba eti barua ilipaswa ipite kwa katibu mkuu lakini imeenda kwake moja kwa moja, sio hoja ambayo mtu yeyote yule ambaye kweli kabisa anafanya kazi kwa mantiki anaweza kuentertain. Kama nilivyosema hivi, mkisema mlango wa kuingilia ni huu, mtu akaingilia pale bila kuleta fujo, unaweza mkamfukuza kwenye kikao as long as ni muumini au kiongozi wa Glory of Christ Tanzania Church. After all, kwa nini waliipokea basi?
Kama hoja ndio hiyo, wale walioipokea si walisoma wakajua ni rufaa, kwa nini waliipokea? After all, waziri sio mahakama kwamba ana namna yake ya kupokea hizo vitu, lakini mwisho wa siku walipokea. Ya, na tumemtajia hapo misingi ya sheria, overriding objectives na nini, kwamba hiyo sio hoja. Na tukasema kwamba kama na tukamlazimisha, tumesema kwamba tunamtaka afanyie maana amesema ameshindwa kufanyia kazi rufaa, hajatoa substantive decision. Sisi tumwambia tunakutaka utoe uamuzi sasa wa hizo hoja tulizozitolea, ni kwamba usikimbie, kama neno hilo halitaudhi sana, usikimbie nitoa hoja, jibu hoja yetu. Na tukamwambia kwamba tutachukua hatua nyingine za kisheria kama hata jibu. Lakini kuhusu hii barua, kuhusu ile hoja ambayo nilisema ile ya kwamba barua haijawekwa saini na kwamba haitambuliki na wizara, tumwambia pia haina mashiko. Tukamwambia kwamba ni wizara hiyo hiyo iliyopeleka jeshi la polisi kuzuia shughuli za ibada za wateja wetu na kuamuru kukamatwa waumini kadha, nimewataja kwa idadi yao, mnamo siku ya tarehe 2 Juni 2025. Sasa haiwezekani wizara moja, hata kama waziri hajatuma nenda kakamate, tunaashumu kwenye siku na vitu wanafahamu wenyewe ito situational report. Lazima kila siku wanapeana hali ya usalama sehemu fulani iko hivi, tumekamata watu wangapi na nini kwa sababu fulani fulani. Na swala la kukamata waumini au kufunga makanisa ya Glory of Christ Tanzania Church, hatuamini kwamba ni habari ambayo inaisha kwa katibu kata. Hatuamini hivyo. Ni habari ambayo kwa kweli au uamuzi au utekelezaji ambao unafika kwenye ngazi kidogo za juu kidogo. Lakini hata wasemaji wenyewe wanaojitokeza ni wasemaji ambao bila kuwakosea heshima wengine, wasemaji wazito. Sasa tumemuuliza hapo Mheshimiwa Waziri, hawa ina maana sasa wao walikuwa yani walitoa wapi hiyo nguvu, ujasiri, na kwa nini mpaka kesho hawajazuiwa? Na kama nilivyosema, basi kama ile barua kwa sababu haijasainiwa na wizara haitambui, again toeni tape watu wasali. Ndicho tunachosema kwa tumemjibu tena waziri. Na tukamwambia pia kwamba kuhusu tofauti wa majina, mwisho wa siku ni kukosa umakini kwa mwandishi, wala sio kosa letu sisi. Lakini tunachojua ni kwamba mwisho wa siku Glory of Christ Tanzania Church haijawahi kufutiwa usajili. Kwa hiyo kuhusu rufaa kwa waziri, hapo ndipo tulipo, tunasubiri sasa mchakato kule uendelee kwa kadri utakavyoishia. Lakini hata kama tu ningeishia hapa nikaondoka nikapumzika, maana nimeamka saa 9 kuwahi matreni, yani kama nilivyosema ni kazi ambazo kidogo sio za lazima sana kwa maoni yangu kama tungekuwa tunafuata utawala wa sheria. Lakini kwa hata kama ningeishia hapa najua wote mpaka sasa hivi majibu mnayo. Lakini sasa wacha niendelee kutoa ripoti ya leo mahakamani. Kwa hiyo baada ya jaji kusema aliyosema leo, sasa tunarudi kwenye kusubiri upokewaji wa hoja za upande wa pili. Maana wenzetu walikuwa wameomba mpaka leo tarehe 13 walete kiapo kinzani. Tarehe 13 inaisha saa 6 usiku kwa mjibu wa siku hizi kuna kitu kinaitwa online filing system, unafanya kwenye mtandao. Kwa kanuni tunasema inaisha saa 6 usiku. Kwa hiyo baada ya uamuzi kusoma, mimi nimeomba kwa jaji kwamba kuna matukio yametokea ziada ambayo tunaamini tunapaswa kupeleka taarifa za ziada kwa kiapo mahakamani. Kwa nimeomba mpaka tarehe 10 niliomba tarehe 16, lakini mahakama imesema ili kuepuka matatizo mara mtandao uko chini nini, nimeongeza mpaka tarehe 17. Niliomba mpaka tarehe 17, lakini nimeongeza mpaka tarehe 18. Jaji ameongeza siku moja kwa busara kwamba msije mkajibana sana halafu mkapata matatizo mkaja kunililia. Maana yake nini? Kwamba mimi nilikuwa naomba siku chache kwa sababu umati huu ni 0.0.01 ya watu ambao wanasubiri kwa hamu majibu na hawaombi kitu kikubwa. Hawaombi biskuti, hawaombi maji, wanaomba kwenda kusali. Kwa hiyo hilo jukumu mimi linanikereketa moyoni, ndio maana nilikuwa nataka hebu nikimbie mbio mbio iamuliwe inavyoamuliwa alafu twende ngazi nyingine. Lakini kama nilivyosema, wanasema Kiingereza needs must, yani kwamba kwa hali ilivyo hebu tuwe na subira, ndio maana tukapewa muda huo. Kuna wenzetu sasa upande wa serikali nao yale majibu yao yale, kwa sababu sasa watapaswa kujibu kiapo chetu cha awali na hichi cha nyongeza ambayo tutafaili tarehe 18. Kwa watajibu kwa pamoja, wamepewa nyongeza ya muda, watajibu tarehe 25 kwa mmepasa siku 7 kutoka tarehe 18. Kwa wataleta hoja zao za kwa nini tusipewe amri za zuio dhidi ya IGP na hao wengine ili kulinda hadhi ya kanisa la Glory of Christ Tanzania Church.
na mimi tena nimejibana zaidi kwamba niliomba siku 2 mpaka tarehe 27. Nafikiri walikuwepo kina Reverend pale, niwaambia bwana wasije waumini wakaniua. Nilikuwa utani of course. Yani maana yangu haikuwa maanisha kuniua physical, alikuwa anamaanisha kwamba kuna pressure kubwa, watu wana shauku, wana kiu. Yani watu sawa wanasali majumbani kwao na nini, lakini wanaposali kanisani ni tofauti. Kwa hiyo lakini jaji kwa busara akanipa mpaka tarehe 30 mwezi wa 6. Of course anaelewa kwamba wewe unaweza kuwa unaongea kwa pressure, lakini huyo akusaini anaweza kama mgonjwa au nini ukapata changamoto. Serious unaweza kwa sababu nitasaini siku 2 tu, mtu akapata msiba kafiwa na mama yake, utaanza kumkimbiza kwenye msiba saini. Kwa hiyo mpaka tarehe 30. Sasa tutarudi tena mahakamani tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2025 saa 3:30 asubuhi kusikiza yale maombi yale sasa ya pande zote mbili, hoja zetu za awali na za ziada dhidi ya hoja zao na majibu yetu ya mwisho tutasikizwa tarehe 8 mwezi wa 7. Poleni sana. Poleni sana. Lakini nilikuwa naongea na viongozi. Mimi ni wakili tu. Lakini kwenye muda wangu najitahidi kusoma na kuangalia vitu viwili vitatu. Kwenye filosofia ndogo tu niliwaambia kwamba ili kanisa ambalo limefika hapa kuna watu walipata shida zaidi yetu au zaidi yenu. Kwa hiyo ibada ziko za aina mbalimbali. Kuna ibada pia ya uvumilivu. Hata ustahimilivu pia ni ibada. Kutegemeana na mazingira. Kwa mazingira haya sasa hivi yanatutaka tufanye ibada ya uvumilivu. Kungekuwa kuna jibu la mimi kubonyeza kitufe ukutani kama unavyowasha taa ili watu wasali kesho walisalie taifa wakiwemo watoto wangu mimi ningebonyeza kitufe wote mnisalie kwenye kanisa la Mbeya, la Iringa, la Dodoma, yote ya Dar es Salaam, yote 2000. Lakini mchakato uliowekwa na sheria ndio huo. Hatuna namna, lazima tuvumilie. Lakini nimeongea na viongozi kwamba tumepokea uamuzi leo na sasa tutaona na baada ya kupokea barua hii sasa hii ya waziri hii ambayo inaikana ile barua ile. Make waziri kama nilivyosema yeye amesema barua ile haitambui na sio halali. Si ndio jamani? Kwa hiyo kuna mambo ambayo sasa ni technical siwezi kushare na nyie. Tutayafanyia kazi pia. Nimeongea na viongozi ambao na mapinduzi kwamba Jumatatu na kesi ya Antipas Tundu Lissu Mughwai, nikitoka naamini kuna vipande nitamalizia kitu kipya kisainiwe kifailiwe kutokana na barua hii ambayo inasema wazi kabisa kanisa letu halijaguswa na chochote. Kuna mambo mbalimbali ya kisheria ambayo nayafanya, sitaki kwenda kwenye details sasa hivi kwa sababu hapa tuko wengi. Huwezi kumwaga mchele kwenye kuku wengi. Kwa hiyo jamani, kwa ujumla yangu yalikuwa ni hayo. Pale mahakamani isingewezekana kuongea kwa utulivu na kwa wingi huu kwa sababu tungeingilia shughuli za mahakama. Tungeonekana sasa unaona hao ndio maana wamefungiwa. Au ndio maana umeelewa? Kwa ndio maana tukasema hebu tuandae mahali ambapo tutazungumza kwa utulivu, kwa busara, kwa nafasi bila kudisturb watu wengine. Kwa hiyo namalizia kwa kusema kwamba nilikuwa naambia viongozi uzuri ni kwamba kila mmoja anafahamu yanayotokea kwa nini yanatokea. Na hiyo tayari ni source ya nguvu ya kutufanya tupige moyo konde, tuende mbele. Kama nilivyosema, mimi sio mchungaji, sina karma ya kuongoza kondoo au wanadamu wenzangu, lakini neno tu la kutia moyo ni kwamba hii ni ibada pia tunayopitia. Ni ibada pia, lakini kuna watu walipitia makubwa zaidi huko Roma na Thessaloniki na wapi, walikuwa hawana wakili, lakini angalau nyinyi mna wakili kibatala. Kwa hiyo hata kama mkiwa mmenyongonyea kabisa mnaona hakuna mwanga, lakini mkumbuke kwamba tuna ofisi, tuna watu ambao wanatupigania kwa jasho na damu. Haya, basi mimi nawashukuru. Kwa wale ambao tutaonana tena, tutaonana basi tarehe 8 mwezi wa 7. Tunapigana, tunatumia ujuzi wetu wote. Nataka siku moja
labda kabla sijamalizia, mwaka 2016 tukio kama lilitokea.